Siku ya leo nashukuru Mungu kwa sababu ya neno ambalo ametupa kama kanisa la Bwana, na ili ya kwamba tukasikie yaliyo mapenzi yake. Amen. Tunaenda kusoma neno katika Wafilipi 3. Wafilipi 3, Philippians 3, na ujumbe ambao nimeuandika, the grace of finishing well, ama neema ya kumalizia vizuri. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama watu wa Mungu kuna safari ambao tulianza, safari ya wokovu, na kwa hivyo tunahitaji neema ya kumalizia hii mbio. Kabla tusome kitabu cha Wafilipi ambao imeandikwa Wafilipi 3, nasema hivi tufungue mstari wa 12 ambao iliandikwa na Paulo na akiwa katika mji kitabu hiki, mji wa Filipi uliokuwa mashariki kule Makedonia, ambao tumekuwa tukisoma Bible study wakati wa kitabu cha Acts. Tunajua uliitanishwa na mfalme ambaye aliitwa Filipo, aliyekuwa baba ya Alexander wakati alikuwa mkuu wakati wa kina Paulo, na tunaona ya kwamba ulikuwa ni mji mkuu wa Kirumi ambao ulikuwa umeheshimiwa kwa sababu hata kituo cha jeshi ilikuwa mahali pale. Na kwa hivyo tunamuona Paulo ndiye aliyeanza kanisa la Wafilipi mahali pale. Kwa hivyo alikuwa na wajua watu wale kwa sababu walianza na wao. Na kwa hivyo kama vile tunavyosoma ya kwamba ni neema ya kumalizia safari, ndio hapo tunaingia katika mstari wa 12. Bwana asifiwe. Naamini tuko mahali pale. Kama uko mahali pale sema amen. Amen. Asante watu wa media. Mstari wa 12 ambao inasema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, mbali na kaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Amen. Tunaenda mpaka mstari wa 15. 12, 15. Tunaenda mpaka 15. Mstari wa acha nisome hii ambayo niko nayo. Mstari wa 13 inasema, ndugu zangu, sijihesabu kuwa nimekwisha kushika, lakini ninafanya jambo moja, ninasahau mambo yote yaliyopita na kaza mwendo kufikia yale yaliyo mbele. Mstari wa 14, na kaza mwendo nifikie ile alama ya ushindi iliyowekwa ili nipate tunzo ya mwito mkuu wa Mungu ambao nimeitwa huko juu mbinguni. Mstari wa 15, hivyo sisi sote tuliokuwa kiroho tuweza jambo hili, hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu aliweka wazi hilo naro. Bwana asifiwe. Amen. Ni maandiko ambayo nimesema ya kwamba tunajifunza na Apostle Paul, ambaye tunajua kama jinsi katika vile tumekuwa tukijifunza katika kitabu cha Acts, tukitaka kujua katika safari zake za Paul, na vile na ile kazi ambayo alikuwa akimfanyia Mungu, na ile mambo ambayo alitumikia Mungu, kwa sababu maisha ya Paul aliweza kujitoa. Tunajua historia yake wakati hakuwa anajuana na Mungu, lakini wakati alipojuana na Mungu akaanza safari ya mbio ya kumpendeza Yesu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kitabu hiki cha Wafilipi ambao tumesoma, tunamuona Paul, na kusudio kubwa ya kitabu hiki kuandikwa, iliandikwa ili ya kwamba tukisoma tujue ya kwamba kuna watu ambao waliokuwa mbele, anza mbio na kukimbia na kuweza kushinda wakiwa ndani ya Kristo. Na tunamwona mmoja wetu kiongozi Paul hapa, kazi ambayo aliyokuwa anafanya, kazi ambayo alikuwa amejitoa kwake,
kwa sababu Paulo wakati aliokoka alijitoa, na mbio ambao walioanza mbio ya Kristo akaweza. Hapa ndipo tunaona ya kwamba Paulo anasema katika mstari wa 12 ya kwamba sijihesabu. Bwana asifiwe. Tunaona Paulo akisema ya kwamba katika huu mstari si ya kwamba nimefika. Kwa hivyo kuna mbio ambao Paulo alikuwa ameanza, mbio ambao alijua ya kwamba wakati nimeokoka, wakati nimejuana na Kristo, mbio hii ambao nimeanza na mbio hii ya ufalme wa mbinguni ambao Paulo alianza inafananishwa na wakimbiaji, mtu ambaye anakimbia. Kuna mchezo ambao ninapenda sana, huwa sipendi mipira, sipendi mambo mengine, lakini napenda kuangalia mbio. Na wakati ambapo wanapoanza kukimbia hii mbio, kwa sababu umeanza katika mbio ya kukimbia, wakati wanapokimbia hauwezi itwa mshindi kwa sababu umeanza mbio. Bwana asifiwe. Hauwezi itwa mshindi. Tusikie ya kwamba Gladys alishinda kwa sababu alianza mbio, lakini unaitwa mshindi kwa sababu ya kumalizia. Bwana asifiwe. Na sasa tunaona Paulo hapa akisema ya kwamba, na tunajua ile kazi Paulo alikuwa amefanya kufungua makanisa. Paulo alijitoa kwa ajili ya Kristo. Alipokubali hiyo mbio, Paulo akajitoa, hakubakisha. Mimi naona Paulo hakuna kitu alibakisha. Na hivyo hata kama alikuwa amepanda makanisa, hata kama alikuwa amehubiri watu wakaokoka, tunaona Paulo akisema sijihesabu kuwa nimefika. Bwana asifiwe. Sijihesabu kuwa nimefika, kwa sababu alipofungua makanisa, si watu walikuja, watu wakaokoka. Nimewambia ndiye alianza kanisa katika mji huu wa Filipi. Kwa hivyo yeye ndiye alikuwa mwanzilishi. Lakini Paulo hakufika mahali akajigamba, akasema ya kwamba ninaona ya kwamba vile nimefungua hili kanisa, ninaona ya kwamba vile nimefanya kazi ya Mungu, ninajihesabu sasa ninaweza jivunia wale watu ambao nimehubiria waokoke. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni safari ambao alianza na mbio akajua ya kwamba nitaitwa mshindi kwa sababu ya kushinda. Ndũngĩtwo mũhotani nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria ihenya. Hiyo Kigiriki ambao nimesema ya kwamba hauwezi itwa mshindi kwa sababu ulianza. Na sasa Paulo anasema ya kwamba si kwamba mimi nimefika au kwamba nimekwisha kukamilika. Anasema raha hasa, mbali na kaza mwendo nipate kile ambacho kwa ajili yake Yesu alikuwa ameshika. Bwana asifiwe. Na Paulo akajua ya kwamba katika hii mbio, si kwa sababu nitakuwa nimefanya mambo mengi, si kwa sababu nitakuwa nimefanya huduma ya praise and worship sana, si kwa sababu nitakuwa nimehubiria watu sana, lakini hiyo mbio ambao nilioanza, si kwa sababu nimeimba kwaya sana, lakini hii mbio nilianza, lazima kuna mahali ambapo inahitaji kufika ili ya kwamba niitwe kuwa mshindi. Bwana asifiwe. Na ndio anasema ya kwamba la hasa sijafika, sijakamilika, ninakaza mwendo, kwa sababu wakati nilipookoka nilijua kuna mahali huwa ninaenda, sijafika mbinguni. Nilijua ya kwamba safari ni hii na nitengeneza ili nifike katika mji ambao niliahidiwa. Bwana asifiwe. Na ndiyo maana hakujihesabu kuwa yeye ni mshindi, kuwa yeye ni mkamilifu, bali alikaza mwendo. Paulo alikaza mwendo katika ile mbioni, akajua ya kwamba lazima kuna mambo ambayo nitakaofanya wakati wakimbiaji wanapoanza mbio. Ile laini ambayo wamepitia, lazima ukaze mwendo, lazima uachane kuangalia upande. Unajua dakika za kuangalia upande, utaangalia zile dakika ni nani yako nyuma yako, na ujikute ule ambaye yako nyuma yako amepita. Bwana asifiwe. Tunamuona Paulo kwa sababu alijua yeye ako mbioni, alifocus na kule alikuwa naenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jambo la kwanza, jua uko mbioni. Wokovu ambao ulipata
Wakati ulikiri Kristo kuwa ni mkombozi wa maisha yako, ni mbio ulianza, ni safari ambayo ulianza ukiwa njiani ukielekea mahali ambapo umeitwa na haujafika. Bwana asifiwe. Haujafika bado. Paulo anasema sijihesabu mimi sio mkamilifu, hata kama nimetumika, hata kama nimepitia mateso, hata kama nimepitia machungu, sijihesabu kuwa nimekamilika. Bado ninakaza mwendo nifikie lengo ambao limeshikwa ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kama Mkristo jua ya kwamba uko mbioni. Safari hii ambao ulioianza ya kuelekea mbinguni, na ndio tunasema ya kwamba unahitaji hiyo neema. Ile mbio, kuna wengine wanaanzanga mbio, kuna wengine wanaanza upolepole, lakini kama ulianza mbio, hiyo mbio ambao ulianza haujafika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Paulo anasema ya kwamba lengo lake ni kumfikia, ni kufika. Anasema, na ndio maana alikuwa anasema hayo mambo, sijihesabu kuwa nimekamilika, bado na ng'ang'ana. Safari ya wokovu kuna kung'ang'ana. Bwana asifiwe. Safari ya wokovu kuna kung'ang'ana ili ufike mahali Yesu ndiye ameshika. Si tunaonanga ya kwamba watu wakimalizia hiyo mbio, kuna watu ambao wanakuanga wameshika mahali ambapo tunaenda kwa ile kamba. Sasa hiyo ni Yesu ameshika, na kwa hivyo haujafika. Kama haujaguza hiyo kamba, na kuambia haujafika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ng'ang'ana, omba neema ya Bwana ili ya kwamba ufike katika lengo la Kristo. Haleluya. Kwa sababu sio rahisi. Sio rahisi katika mbio. Ni juzi tu tumehubiriwa na mtumishi wa Bwana akasema kuna wakati alianza mbio, lakini akajikuta sio rahisi. Lakini hii sio sasa kama mbio ya ulimwengu. Sisi zote tuko mbioni. Unajua hiyo unaweza amua useme ya kwamba sasa mahali nimefika, nimeona hii sio talenti yangu. Lakini safari ya mbinguni, kwa sababu uliokoka, njia ambao ulichukua hii mbio, lazima ung'ang'ane, kwa sababu nimekuambia Kristo ndiye ameshika hiyo thawabu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo lazima uombe neema ili ya kwamba uweze kufikia lengo la Kristo. Jambo hilo lingine la pili, ni vizuri kuelewa haujafika. Bwana asifiwe. Understand you have not arrived. Hallelujah. Haujafika. Kwa sababu wakati unapokuwa na huo ufahamu wa kujua ya kwamba niko katika ulimwengu huu na sijafika mahali ambapo Bwana ameniahidia, kwa sababu naamini wakati ulipookoka, sidhani uliokoka ili utajirike. Hata kama utajiri ni mzuri, sidhani uliokoka ili ya kwamba uwe na mambo mazuri. Kila mmoja ambaye anapiga magoti mbele za Kristo anasema kuanzia siku ya leo nimetubu dhambi zangu na nimekubali ya kwamba katika hii safari utaniongoza. Bwana asifiwe. Hiyo ndio ambao kila mmoja wetu wakati tulipookoka. Sidhani ya kwamba hata kama uliambiwa kwa Yesu ni kuzuri, kuna utajiri, kwa sababu waliookoka hao ni tajiri. Siamini ya kwamba mtu ambaye ameokoka ni maskini, kwa sababu aliye na Kristo ana vyote. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo wakati uliokoka, hayo mambo yote kama vile tunaambiwa tumfuate Kristo, tumtafute kwanza, na hayo mengine atatuzidishia. Waliopata Kristo, walioitanishwa na Kristo wana vyote. Leo ni kuelewa na kufahamu ya kwamba sijafika. Bwana asifiwe. Na Paulo anawaambia, kwa sababu yeye alijua hata kama mnaniona nimepanda makanisa, hata kama mnaona ninahubiri, hata katika upigamizi mkubwa ambao ulikuwa katika maisha yake, aling'ang'ana apande hayo makanisa. Lakini anawaambia hata kama mmeniona vile, bado ninang'ang'ana, kwa sababu najua hii sio mwisho. Ninataka kufikia lengo ambayo imeshikwa na Yesu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Paulo akajua ya kwamba
hii mbio ambayo niliyoanza na ninajua ya kwamba sijafika, hata kama watu wananiona niko sawa, hata kama watu wanaona ninahubiri, hata kama watu wanaona ninaimba kwaya, hata kama watu wanaona mimi nafanya vizuri kwa praise and worship, anajua ndani ya moyo wake ya kwamba sio haya mambo ambayo anayoyafanya, bali lengo lake ni kufikia Yesu. Bwana asifiwe. Na wakati Paulo alijua hayo, akasema ya kwamba wakati alijua hayo akasema ya kwamba kuna jambo huwa ninafanya. Haleluya. Ili ya kwamba hii mbio, ili ya kwamba niweze kukimbia na kufikia, lazima kuna mambo nifanye, lazima kuna mambo ambayo nitaachana nayo. Na ndio maana anasema, Paulo anawaambia, kwa maana nimejua mimi sijafika, kuna mambo mengi huwa ninaacha, ninayasahau mambo yaliyopita. Bwana asifiwe. Sijui kama umekutana, mimi nimekutana na watu ambao walifika mbinguni lakini tunawaona. Halo. Mtu anakuambia ya kwamba wakati niliokoka nilikuwa ninaomba, wakati niliokoka mimi nimekutana na hao, najua sio hapa, tulikuwa tunaenda mikutano, wakati tuliokoka tulikuwa tunafunga, na mimi ninamuona hajafika. Paulo anasema ya kwamba jambo ambalo mimi huwa ninalifanya ni kusahau na mambo yaliyopita. Bwana asifiwe. Ushindi wa jana, sasa tunamalizia mwaka. Ushindi wa jana, mambo ambayo niliyoyafanya jana, hiyo haitanifanya nifikie lengo la Kristo. Halo. Lakini nitayasahau. Kwa hivyo hata kama jana nilitumika na nikawa nimefaulu, hata kama jana nilikuwa nimejitahidi, nahitaji neema nyingine siku ya leo, ili ya kwamba nitumikie Kristo na ili ya kwamba nifikie lengo lake. Haleluya. Watu ambao wanakaa na wokovu ambao ni wa miaka, niliokoka mwaka wa 19. Anamalizia, tulikuwa tunafanya, alafu sasa, Bwana asifiwe, na bado haujafika. Bado haujafika. Mtu ambaye anajielewa na anajua niko safarini, anang'ang'ana. Mkimbiaji ambao alianza mbio hawezi simama katikati ya mbio aseme ya kwamba na nilishinda. Lazima aombe, hata kama kuna kuchoka, hata kama ametoa jasho, hata kama anasikia nguvu zinamuisha, lazima ang'ang'ane. Lazima ang'ang'ane. Na ndiyo maana kuna watu ambao huwa wanakuanga kama ni mbio mbali, wanawapea maji, anakunywa tu ile maji akikimbianga, ili ya kwamba afike mahali ambapo atakuza lengo ambalo alifanya nini, aliyolitarajia kulifikia. Bwana asifiwe. Nasi kama Wakristo, ndiyo maana huwa tunapewa neno la Mungu. Neno la Mungu ni mkate ambao ni uhai wetu, ni nguvu zetu. Ndiyo maana huwa tunaomba, kwa sababu katika hii safari lazima tung'ang'ane, tukule huo mkate. Neno la Mungu lituambie ya kwamba tunapaswa kuendelea, tunapaswa kutia bidii, tunapaswa kukimbia namna hii. Bwana asifiwe. Tunapata nguvu na kuambia tazama mbele, wacha kuangalia nyuma, kwa sababu wakati unapoangalia nyuma utarus focus na utapotea njia. Bwana asifiwe. Na utabaki na wimbo ya kwamba nilikuwa. Hakuna kitu baya kama kusema nilikuwa. Na ndiyo maana mtu ambaye amejua mahali ambapo anaenda, yeye anaangalia barabara. Kwa sababu tumekuwa tukiambiwa mtu ambaye anajua mahali anaenda huwa anapotea. Ukiona umepotea katika laini yako, utarudi, kwa sababu unajua sio hii laini ambayo ninapaswa kukimbilia. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Paulo anawaambia, kile ninafanya ni kusahau mambo yaliyopita. Hayatakusaidia, hayatakuwezesha kufika. Amen. Mbio ya mbinguni
kwa sababu imefananishwa na wakimbiaji. Akiwa anakimbia, yeye anatazama mbele. Kama mtu wa Mungu, kama mtu ambaye aliokoka, kama mtu ambaye anajuana na Kristo na anajua ako safarini. Sijui bado kama umepitia katika ile laini ambayo unafaa kukimbilia, ama bado umesimama na kusema tulikuwa tunafanya, tulikuwa tunatenda. Especially miaka ikienda, wacha niseme hivi, najua tuko na vijana. Especially miaka ikienda, watu wana hiyo tabia ya kusema tulikuwa. Bwana asifiwe. Najua tu miaka hata tuagu tunaenda. Lakini nimesikia, unasikia mtu anasema ya kwamba nilikuanga ninafanya. Nilikuanga mimi ni muombaji. Nilikuanga mimi ninasoma neno la Mungu masaa haya. Miaka ikienda, lakini nikuambia haujafika. Bado uko dunia hii, ukikosa kusoma neno la Mungu, ukikosa kufanya mapenzi ya Bwana, ukikosa kuomba hiyo maombi. Tuko katika hii dunia ambayo shetani yako. Tuko dunia hii ambayo tunahitaji hizo nguvu za kila siku kupitia neno la Bwana. Na kwa hivyo kama Mkristo unahitaji kuishi maisha ambayo inalingana na mbio ambao ulioanza. Bwana asifiwe. Kama Mkristo lazima, ili ya kwamba upokee huo ushindi, ili ya kwamba upokee ile lengo la Kristo na mahali umeitwa, lazima upitie. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nakuambia, ongeza mbio. Halo. Wakati tunapoona hawa wakimbiaji, wakati unaweza kuwa maybe hata mwingine ameanza uporepore, lakini anapojua mahali amebakisha. Bwana asifiwe. Ile nguvu alikuwa amejiwekea, sasa anaitoa ili ya kwamba afikie ile lengo. Kwa sababu ukiregea, na kuna wengine, Bwana asifiwe, sasa unaona ya kwamba wameanza. Kama kuna mtu ambaye alikuwa sasa hajaongeza mbio, anaanza kuongeza ile mbio ili ya kwamba afikie lengo lake. Na mimi nakuambia, kama vile Paulo alisema, mambo aliyopita amesahau, ongeza mbio. Kama ulikuwa unaomba lisali moja, unapaswa kutuambia naombanga masaa 3. Bwana asifiwe. Lakini si kusema ya kwamba ulikuwa unaomba lisali moja, lakini siku hizi ni ile maombi ya kwamba ya kupiga blanketi. Najua sio hapa kwetu. Ya kwamba nimechelewa na kupiga blanketi na kuenda. Mtu ambaye aliyekuwa mbioni, ongeza mbio. Kama ulikuwa ya kwamba, kwa sababu si ulianza mbio, kama ulikuwa unakuja ushirika, hautabaki ukituambia ya kwamba tulikuwa, kuja utufundishe katika hizo shirika. Bwana asifiwe. Hayo maneno ambayo umekuwa ukikulia katika hiyo miaka, kimbia katika huo ushirika, kuja ili ya kwamba hii mbio ambao ulianza na haujafika ukaweza kupokea ushindi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ongeza mbio, kwa sababu bado haujafika. Ni maneno ya mtumishi, maneno ya Paulo, anasema ninasahau na mambo yaliyopita. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ongeza mbio ili ushindi ipatikane. Na hiyo tunasema kwa neno la Mungu, kwa maombi, kwa ushirika wa watu wa Mungu. Ni siku ambazo watu sijui nitaita nini ya kwamba, lakini ni uongo ya shetani ya kwamba watu washirikiane. Paulo alikuwa anasema ya kwamba muwe mkishirikiana mara kwa mara. Wakati mtu wako mbioni, wakati ambapo anakimbia, wakati anakaribia kushinda, wakati anaposikia hao watu ambao wako hapa wakimshangilia, huwa anapata nguvu nyingine mpya. Bwana asifiwe. Huwa anapata nguvu nyingine mpya ili ya kwamba afikie pale. Anahitaji hao, hata kama hawakukimbia na wao, anahitaji katika huo ushirika.
hata kama wewe umekuwa katika Mungu na umefundishwa hili neno, wengine hata wanaweza sema nimelisoma na nimerudia, wengine wanaweza sema huo ushirika tulioanza, watu ambao wako mbioni bado wanajua wanahitaji hiyo kushangiliwa. Hata unaweza kuwa hausemi lolote, sio wewe ambao unakimbia, lakini shangilia huyo mkimbiaji anapata nguvu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo katika ushirika wa watu wa Mungu ambao Paulo alikuwa anasema muwe mkikutana mara mingi, muwe mkitiana moyo. Huenda hata wakati mwingine yale mambo unayoyapitia, sikituko katika ulimwengu, yale mambo unayoyapitia katika tu huo ushirika, hapo ndipo utakuja na utiike moyo. Kama ulikuwa unasikia umeisha, unapata nguvu za kuendelea. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo watu walio mbioni, watu ambao wanajua ya kwamba hawajafika, hawatasema hizo shirika ni za nini. Anajua dhamana ya ushirika, anajua kushirikiana na watu wengine. Najua saa hii tumeingia mambo ya media, ni mzuri ndio, lakini katika ushirika wa watu wa Mungu, hata kama kutakuwa na mitandao ni sawa, tuhubiri katika ulimwengu, lakini ushirika wa watu wa Mungu, wakati tunaposhirikiana, na imagine kama saa hii ninahubiria tu watu wa media, sioni nyuso, lakini ninapoona watu wa Mungu, ninapoona watu ambao wameumbwa kwa mfano wa Mungu katika huo ushirika, Paulo akasema muwe mkishirikiana, mkikutana, mnatiana moyo. Unajua mambo haya ninayoyapitia, kumbe sio mimi tu, kwa sababu kama kanisa letu na tunashukuru Mungu, wakati mwingine itakuwa ni ngumu ati kukuja kusema hapa kile unapitia. Hata kama ni shuhuda tunangojea Disemba. Nataka kuimagine mtu ambaye amenyamaza na mambo yake mpaka Disemba, lakini unapoingia katika hizo shirika, unashuhudia, unatia mwingine moyo, anasema lake, unaweza kupata nguvu ya kukimbia mbio. Bwana asifiwe. Neema ya kumalizia vizuri hii safari, unahitaji hao wengine. Bwana asifiwe. Nahitaji hao wengine. Na kwa hivyo Bwana atusaidie ili ya kwamba tufikie ushindi. Jambo la tatu, jitahidi ili upokee ushindi. Bwana asifiwe. Jitahidi ili upokee ushindi. Kujitahidi, najua maneno haya yamebeba hata mstari wa kwanza na wa pili, lakini kuna kujitahidi kwa sababu ile goal ambayo ninataka kufikia, ama ile thawabu imeshikwa na Yesu, itahitaji nijitahidi sana. Hello. Itahitaji nijitahidi sana. Na kitabu katika 2 Peter ama Petro wa pili 1:5 part A, ambayo inasema 2 Peter chapter 1 verse 5:1, kwa sababu hii hasa nitajitahidi sana katika imani yenu kuongeza wema. Bwana asifiwe. Katika ile ambayo ninaiangalia katika 2 Peter mstari wa kwanza hapo 5 inasema, kwa sababu hii hasa nitajitahidi sana. Kwa hivyo kama mtu wa Mungu, kama mtu ambaye ameitanishwa na alianza mbio na anajua ya kwamba sijafika, sasa hapa anajitahidi ili ya kwamba afikie ile thawabu. Kuna kujitahidi. Bwana asifiwe. Kuna kujitahidi sana, si kidogo. Si kidogo. Ni ile ya kujitahidi ya kwamba kwa sababu kuna thawabu mbele. Kuna mahali ambapo huwa ninaenda, sijafika, sasa nitajitahidi ili ya kwamba nikaweza kufikia ile. Na anasema kujitahidi sana katika imani. Kwa hivyo hiyo imani ambayo iko ndani yako, ambayo tumesema ni mbio ambayo ulianza na bado haujafika, lazima ujitahidi kwa mambo ambayo unayoyafanya,
kwa mambo ambayo unayoyatenda. Tunaona hapa na siku ya Jumapili tukahubiriwa hilo neno ya kwamba wema, mambo ambayo unayoyatenda yanaweza yakakuongeza ile mbio, ili ya kwamba ufikie ile lengo ambayo Kristo ndiye ameishika. Bwana asifiwe. Lazima ujitahidi. Tumesema hautabaki kwa mtu ambaye aliyesema nilikuwa natenda, nilikuwa napeana, nilikuwa nafanya, kwa sababu haujafika. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili mstari wa 1, kwa kujitahidi, maandiko inasema, pati inasema, kwa maana ahadi zote za Mungu zilizo katika Kristo ni ndio. Bwana asifiwe. Kwa sababu ahadi ya Mungu, ahadi ambayo amekuahidia ni ndio. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima ujitahidi ili ile ahadi ambayo Bwana ameiweka mbele yako, kwa sababu kwake ni ndio, ukaweza kuifikia. So lazima ujitahidi kwa mambo ambayo yanafanya kama Mkristo. Lazima ujitahidi ili ya kwamba kile ambao Kristo amekuwekea, ahadi ambayo ameweka, na tio tumeona katika Wakorintho wa pili mstari wa 1 ati ahadi ya Mungu ni ndio. Kwa hivyo kama haujafikia hiyo lengo, jua haujafikia ahadi. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kwa sababu ni ndio, kwa hivyo inasema jitahidi. Jitahidi kwa mambo ambayo unafanya. Endelea kujitolea. Endelea kufanya kazi ya Bwana. Endelea katika hii barabara, katika huo wema. Kama ni kutoa, na neno la Bwana linatuambia tutoe, endelea kukaza mwendo. Bwana asifiwe. Katika hayo matendo mazuri ambayo kila karama, kila mtu ambaye amewekewa na Mungu, kwa sababu ninaamini kila moja kuna kipawa ambayo amepewa na Bwana. Endelea kukaza mwendo, endelea kujitahidi, kwa sababu ahadi zake ni ndio kwa wale ambao watakaoshinda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima ujitahidi. Lazima utoke na usahau hayo ambayo unasema nilikuwa ninatoa na haujafika. Lazima ujitahidi katika huo wema, katika hiyo imani ambayo Kristo ameweka ndani yako. Lazima ujitahidi. Kijana, kama Mungu anakuambia mngoje, katika kujitahidi kwako kuna thawabu kwa sababu ya kumngoja Bwana. Mama, mzee, jitahidi kwa sababu haujapata thawabu. Thawabu ni Yesu ameishika. Bwana asifiwe. Thawabu ni Yesu ameishika. Na ndio maana ya kwamba anasema ahadi yake ni ndio, na kama hujaipokea jua ya kwamba haujafika. Haleluya. Na ndio maana katika mbio hii lazima tujitahidi. Lazima tuendelee kuomba Mungu ya kwamba atatuwezesha. Lazima tuwe na moyo wa kina Caleb ambaye alisema katika Joshua mstari wa 14, akasema sasa ninasikia, alikuwa na miaka 85, akasema ninasikia kama niko na nguvu kama wakati ule nikiwa na miaka 40, wakati Moses alikuwa amenituma. Nasikia sasa niko na nguvu. Bwana asifiwe. Hakuna mtu amefikisha miaka 85 hapa useme ya kwamba umefika. Bwana asifiwe. Na tunamuona Caleb akisema nipatie huu mlima na hiyo miaka. Amen. Wakati huo, kwa sababu ni ahadi, tunaona Yoshua akimbarikia na akaweza kumiliki katika ule mji. Bwana asifiwe. Mtu ambaye alijua, alijitahidi, akasema hata sasa, hata kama miaka imesonga, hapa naongea na watu ambao miaka imesonga, hata kama miaka imeenda, ninahisi kama ndio sasa niko na nguvu za wakati ule nilikuwa na miaka 40, wakati nilipokuwa natumwa na Musa. Sasa nipatie huu mji. Na tunaona ushindi kwa sababu ya kujitahidi. Bwana asifiwe. Tunaona ushindi kwa mtu ambaye anajitahidi. Kwa hivyo katika hii mbio, na nimesema ya kwamba ili ya kwamba ujue hauna sababu, wewe ambaye miaka imeenda,
Hauna sababu ya kusema nilifanyanga. Caleb alikuwa na muda wa kusema, angekuwa na muda wa kusema sasa ninahisi wakati ambao nilikuwa na miaka 40 sasa naona siwezi. Angesema kama ingekuwa ni wakati ule ningefanya, lakini alisema sasa ninahisi nikiwa na hizo nguvu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna kupungukiwa kwa mtu ambaye anajitahidi, anang'ang'ana mpaka aurithi na afike mahali ambapo Bwana alikusudia afike. Bwana asifiwe. Na ndiyo mstari katika Petro wa pili mstari wa 1:2. Haya ni maneno ya Peter, anasema neema na iwe kwenyu na amani iwaongoze katika kumjua Mungu Yesu Bwana wetu. Bwana asifiwe. Kwa kila mmoja wetu neema ya Bwana, neema ambayo tumesema ya kumalizia vizuri, ya kwamba safari hii ambayo ulioanza kama kijana, ni mambo magani haya ambayo yamekupata unahisi ya kwamba sitaendelea? Ng'ang'ana, kaza mwendo. Bwana asifiwe. Omba, usikubali ya kwamba maisha ambayo yanaelezewa siku hizi. Omba. Najua ya kwamba tuko na hii mitandao na tuko na simu ambazo ziko na mambo yote. Epuka mambo ambayo yatakutoa katika mbio. Kuna miaka kadhaa ambao nilipapasi nikasema kama sijasoma neno la Mungu, kama sijaomba, sitawahi fungulia simu na sitawahi angalia vile kunaendelea mpaka nisikie Mungu anasema nini, mpaka nisome neno la Bwana na niombe. Na nimejifunza kwa miaka mingi. Kwa hivyo hata kama ni ujumbe gani ilikuwa hapa, nikaamua sitasoma na sitaangalia simu. Saa hii hata uko na saa unaweza angalia ya mkono, na nikasema nitakuwa nasoma neno kwanza nisikie Baba anasema nini, na nitakuwa ninaomba. Kuanzia hapo mambo yote ambayo nitakapopata kama katika hii sauti ile nilisikia ya kwanza haitaondoka, na imenisaidia. Bwana asifiwe. Kwa sababu lazima ujue ya kwamba niko mbioni. Hautafanya vile ulimwengu unasema. Ukiamuka jambo la kwanza, badala ya kusoma neno la Bwana, unaangalia kunaendaje. Halo. Na ni mzuri sana hii. Maisha ambayo tuko hatuwezi kaa bila simu, ndio. Lakini kitu ya kwanza, neno la Bwana halijabadilika. Watu ambao wanajua wako mbioni, wanakaza mwendo kwa neno la Mungu, wanakaza mwendo kwa kuomba, wanakaza mwendo kwa kushirikiana, wanakaza mwendo wafikie lengo la Kristo. Na hauna sababu yoyote. Hauna sababu, sio miaka, sio muda, lakini ni njia ambayo ulioshika. Kwa hivyo kama ulikuwa unafanya na uliacha, jiite mkutano. Jiulize kama nilifika na ninajiona naona watu wengine. Maybe ulifika na unatuona tu, sisi hatujaenda. Bado tuko tuking'ang'ana tuweze kufikia lengo la Kristo. Bwana asifiwe. Si Mungu atusaidie tunaposimama ya kwamba mbio hii ambao tulioanza tukaze mwendo, tung'ang'ane hadi siku ile tutaona ya kwamba tumefikia lengo la Kristo, tufike mahali ambapo ametuita. Nataka ujiombee. Ambia Bwana nisaidie. Kule ambako linatuchallenge, kule ambako ninaona ya kwamba ni kama nilifanya zaidi, kule ambako ninajihesabu kuwa nimefika, ninasema sasa nimeachia watu fulani. Kazi ya Mungu haina kuachiwa, ni ung'ang'ane, kwa sababu zaidi na yote unatafuta uhai. Wewe mwenyewe ndio unakaza mwendo. Hakuna mtu huwa anakimbia mbio ya mtu mwingine. Wewe ndio unakimbia mbio yako, na wewe ndio utakayeitwa mshindi. Hakuna wakati utapongezwa kwa sababu umekimbiliwa na wengine, lakini utaitwa mshindi kwa sababu ya kukimbia mbio na kukamilisha na kupokea thawabu ambayo Yesu aliweza kuishika, na yeye ndiye ako nayo. Wakati ukiona umepewa thawabu na Yesu, wakati huo ujue umefika. Wakati huo utajua ya kwamba hautakimbia tena katika ulimwengu. Na ndiyo Paulo anasema ya kwamba kuna wakati ulifika akasema nimepigana vita, kwa sababu Paulo alijua amemaliza kazi yake na hajapoteza imani na anaenda kukaa na Yesu. Na hivyo ndivyo anataka tuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza. Ni asante Bwana
kwa sababu wewe ni Mungu mwema na mwaminifu. Asante kwa sababu unatujua. Asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu Bwana unatujali, na ndiyo maana unatukumbusha ya kwamba bado hatujafika, tuko mbioni ili ya kwamba tufikie lengo lako Yesu, ambayo ulituokoa siku moja tufike mahali ambapo uko. Na kwa hivyo tukiwa katika ulimwengu huu kuna mambo ambayo tunahitajika kufanya. Bwana tusaidie kule tumepungukiwa, kule ambao tumechoka. Bwana turejeshe ili ya kwamba tukimbie hii mbio na tufike mahali ambapo Bwana uliweza kutuahidia. Tunajiombea kama watu wako, kwa sababu Bwana tunakuhitaji katika jina la Yesu. Na hivyo tunaomba nguvu za Roho wako Mtakatifu, maana tunaye Roho ambaye hutusaidia, yeye ambaye hutuongoza ili ya kwamba tufike mahali ambapo ulitamani. Siku moja tujione tukiwa mahali ambapo Yesu uko. Tusaidie kupitia Roho wako Mtakatifu. Nyakati hizi za hatari Bwana tuepushanishe nazo ili ya kwamba tuweze kufika katika mji ambao ulituahidia. Twasema ni asante kwa neno lako, maana Mungu ulitamani tusikie na tujue ya kwamba bado hatujafika, tuko mbioni. Bwana wetu tuelewe tuko dunia hii, na pia tujitahidi ili tufike katika thawabu ambao umetuwekea. Asante kwa kila mmoja Bwana, tunanena baraka zako. Kwa kila mmoja ambaye ameingia na mlango wa nyumba yako Bwana, tunanena baraka zako, tunanena nguvu zako. Hata wiki ambayo inayokuja Bwana, tunanena baraka zako ya kwamba utatusaidia tukiwa katika hii bioni Bwana. Bwana utatupa maji, hatutapungukiwa bali tutazidi kukimbia na ili tufikie thawabu letu. Twasema ni asante. Asante kwa watumishi wako Bwana, hata wakiwa katika nchi ya nje, wabariki na uwainue, na uendelee Baba wetu hata kulinda familia, watoto ambao wameacha na hata mali zao, ili Bwana wanapoendelea kuwa mahali pale wawe na amani katika ile mikutano, kwa utukufu wa jina la Yesu. Twasema ni asante, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen.